Leo tarehe 1 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam ilikuwa inakuja kusikiliza maendeleo ya kesi namba 8323 ya mwaka 2025. Ilifunguliwa na Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mnamo tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2025, bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliwasilisha mapingamizi 7 dhidi ya kesi hiyo, wakilenga kabisa katika kwamba madai ambayo yamewekwa katika madai ya kina Saidi Isa na wenzake yanagusa ukatiba. Kuna masuala ya ubaguzi, kuna masuala ya kutaka kuvunja muungano, kuna masuala ya kukiuka haki za au zile nafuu au afaa za kikatiba ambazo Zanzibar inapata katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa chama wao walisema kwamba masuala haya yanagusa moja kwa moja masuala ya kikatiba, na kwa misingi hii, kwa kuwa shauri limekuja katika misingi ambayo sio kesi kama kesi ya kikatiba, basi mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Sasa tulianza mahakama baadaye mwezi uliopita ilikuwa imeamua kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya maandishi. Upande wa wadhamini na katibu mkuu waliwasilisha maelezo yao kwa maandishi. Sasa upande wa pili utakiwa uweze kutuletea majibu yao haraka, lakini hawakufanya hivyo mpaka imebidi hivi leo tuweze kuambia mahakama kwamba hizo nyaraka kwetu hazijawasilishwa, licha ya kwamba wao wametuambia kwamba wameshaziingiza katika wavuti ya mahakama au mfumo wa mahakama. Sasa mahakama imetupatia siku 2 za kuweza kuwajibu, na baada ya hapo imesema kwamba imebanwa sana na kesi nyingi, itaamua shauri hili tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka 2026. Lakini tukaweza kueleza mahakama kwamba kuna umuhimu sana wa haraka wa kuweza kuamua shauri hilo. Jaji amesema ataweza, kama nafasi ikipatikana na kaweza kumaliza mapema, basi ile mito ya kimahakama itatolewa kwa pande zote mbili kuweza kuja mahakamani na kuweza kupokea uamuzi wa shauri hilo. Baada ya hapo kulikuwa na shauri dogo ambalo limeletwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika nafsi yake ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, akiomba kujiunga na katika kesi hiyo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kuja kwa sababu kwamba ilionekana kwamba alikuwa anawakilishwa na wakili, tofauti kabisa na maelezo ambayo mwenyekiti zimesikia anataka kujiwakilisha yeye mwenyewe. Kwa hiyo basi na kesi hiyo imepangwa kwamba itakuja tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka 2026, na vile vile pande zote mbili tumepewa nafasi ya kwamba tuweze kujibu kile kiapo cha mwenyekiti Lissu, na baada ya hapo tumepewa siku 6 kuweza kuwasilisha majibu yetu hayo mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 12 tuwasilishe viapo vyetu viapo pinzani au kinzani, na mwisho wa siku mahakama tarehe 17 mwezi wa 2 mwaka 2026 kama itakuwa haijakubaliana na pingamizi zetu, nikisema kama kesi ya msingi iendelee, basi itaingia katika hatua ya pili ya kusikiliza maombi ya mwenyekiti wa chama Tundu Lissu kuweza kujiunga na kesi hiyo katika nafsi yake au kama mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Asante.